Mbunge Ado Shaibu ametoa kauli akilisihi jeshi kujitenga na siasa. Katika makala hii tunaeleza maana hasa ya jeshi kujitenga na mambo ya siasa ni nini, ama jeshi kuingilia mambo ya siasa ni kitu gani? Kwa sababu kuna kitu ambacho huenda Ado Shaibu mwenyewe hakuelewa alichokisema, ama wale wanaomsikiliza nao hawaelewi kinachozungumzwa ni kitu gani. Sasa baada ya kupata ukweli wa kile kinachozungumzwa ni kitu gani, ndipo sasa tutaelea na mjadala tukiwa wote tunafahamu. Kwa hiyo leo mwalimu anafundisha kuhusiana jeshi kujitenga na siasa, ama jeshi kuingilia mambo ya siasa, hasa maana yake ni kitu gani, kwa sababu kauli hii inatumika maeneo mengi na inatumika isivyo sahihi. Sasa jeshi kuingilia mambo ya siasa inavyotumika Tanzania inapotoshwa, kwa sababu unaposema jeshi lijitenge na mambo ya siasa, maana yake jeshi liko katika mambo ya siasa. Sasa jeshi ya mambo ya siasa ni kitu gani? Jeshi kuingilia mambo ya siasa ni jeshi kutumia nguvu zake kuongoza serikali. Mifano tunaiona Burkina Faso. Ni jeshi lilitumia nguvu zake likaiondoa serikali ya kiraia. Hilo ni jeshi limeingilia mambo ya kisiasa. Tunaona Misri kwa mfano. Rais wa sasa wa Misri, Al-Sisi, Egypt, alikuwa ni waziri wa ulinzi kabla hajawa rais, lakini alikuwa ni mkuu wa majeshi. Jeshi lake aliliingiza katika mambo ya siasa, likauondoa utawala wa kiongozi aliyekuwepo, kisha akaingia Al-Sisi. Na baada ya Al-Sisi kuingia, alisikika akitoa kauli hii iliyotolewa na Ado Shaibu, akilionya sasa jeshi lisiingilie mambo ya kisiasa. Alionya akasema migogoro ya kisiasa ambayo inasababishwa na jeshi kuingilia mambo ya kisiasa inaweza kusababisha anguko la nchi na vizazi vijavyo. Sasa kwa hoja hii moja tu kwamba jeshi kutumia nguvu zake kuiongoza serikali, kwa Tanzania jambo hili halipo. Kwa hiyo Tanzania tuna bahati kwamba jeshi haliingilii mambo ya kisiasa, na hata ukilitazama halina dalili za kuingilia mambo ya kisiasa. Kama jeshi lingekuwa linaingilia mambo ya kisiasa, wala ambaye angelalamika asingekuwa Ado Shaibu, wangelalamika watawala wenyewe, kama alivyowahi kulalamika Al-Sisi baada ya kuingia katika madaraka. Akilizuia, alilalamika sana Al-Sisi, akilizuia jeshi kutokuingilia mambo ya kisiasa. Hiyo ni maana ya kwanza ya jeshi kuingilia mambo ya kisiasa. Maana ya pili, jeshi kuingilia mambo ya kisiasa ni jeshi kutumia mgogoro mdogo kabisa kujaribu kuingia katika serikali, wakiahidi kwamba hali ikiwa shwari tutairejesha serikali ya kiraia. Kwa haraka tu Tanzania hakuna jambo hilo. Kwa hivyo ukiona jeshi limeingilia serikali kwa sababu ya mgogoro mdogo, hiyo ndio jeshi limeingilia mambo ya kisiasa. Tutaona mifano katika mataifa, tumeshatoa mfano wa Burkina Faso, lakini kuna mifano katika mataifa kama Sudani, mataifa kama
Angola, mataifa kama Mali, nchi za Afrika ya Magharibi ziko katika mkondo huo. Kwa hivyo kusema kwamba jeshi linaingilia mambo ya kisiasa kwa Tanzania, unagundua jambo hili halipo, lakini linazungumzwa katika namna ya kutokujua. Sasa sijui hii kauli inapokuwa inatolewa inakuwa inalenga jambo gani? Kwa hivyo sijawahi kwa maisha yangu ambayo nimeishi katika nchi ya Tanzania, sijawahi kuliona jeshi letu likiwa limeingilia mambo ya kisiasa. Na siku jeshi likiingilia mambo ya kisiasa, wala sisi tutakaosema, watasema hao wanasiasa ambao watakuwa wameingiliwa. Kwa ninavyolijua, jeshi la wananchi wa Tanzania ni jeshi ambalo linaongoza kwa nidhamu duniani, sio Afrika Mashariki, sio Afrika ya Mashariki na Kati, wala sio Afrika, ni duniani. Ukisoma vitabu vinavyohusu historia ya majeshi, vinavyohusu mienendo ya majeshi, jeshi lenye nidhamu, sisemi kwamba jeshi lenye uwezo mkubwa, usije ukafananisha pengine labda na uwezo wa kisilaha walionao Marekani, uwezo wa kisilaha walionao Uingereza. Nazungumzia jeshi lenye nidhamu ya hali ya juu. Jeshi la Tanzania, jeshi la wananchi Tanzania linaongoza kwa kuwa na nidhamu, na ndicho kitu ambacho kinalijenga jeshi la Tanzania. Sasa Ado Shaibu yeye alizungumza kauli hiyo, lakini hakuweza kukamilisha kuielezea kauli yake, ambapo tulishuhudia akikatishwa. Kwa hiyo pengine alikuwa na jambo ambalo alitaka kulisema, lakini kwa hakika naelekea kuamini alikuwa na hali isiyokuwa alikuwa na ile hali ya kutokuelewa hasa jeshi kuingilia mambo ya kisiasa ni kitu gani. Na nazidi kuwakumbusha, siku jeshi likiingilia mambo ya kisiasa, wala sisi tutakaotoa milio, wako watakaotoa milio ni wengine kabisa. Sasa na ukishaona nchi jeshi limeanza kuingilia mambo ya kisiasa, hakuna nchi duniani, hakuna, nakueleza ukweli, japo kwa sababu ya ujinga kuna watu wanaweza kutamani jeshi liingilie mambo ya kisiasa, lakini Ado analionya, na kuna watu wanaamini linaingilia. Lakini hakuna nchi duniani ambayo imewahi kufanikiwa baada ya jeshi kuanza kuingilia mambo ya kisiasa. Serikali zote zilizofanikiwa zilifanikiwa kwa sababu ya kupitia utawala wa kiraia. Hakuna faida yoyote ya jeshi kuingilia mambo ya kisiasa. Kuna kijana mmoja anasifika sana duniani, Traore wa Burkina Faso. Ukiwa nje ya Burkina Faso unamuona kama shujaa, kwa sababu jeshi limechukua nchi. Hilo ndio jeshi limeingilia mambo ya kisiasa. Sasa pamoja na sifa yote aliyosifika Traore, anasemekana kwamba yeye ni rais, ni kiongozi mkubwa sana Afrika. Pamoja na ukiongozi wake mkubwa sana Afrika, pale Burkina Faso anamiliki 60% tu ya nchi. Pamoja na kumsifu kwamba huyu anaweza akasimama kama kiongozi mkubwa Afrika, pale Burkina Faso anashikilia 60%. 40% yote, karibia nusu ya nchi yote inashikiliwa na waasi. Ndio hasara ya majeshi kuingilia mambo ya kisiasa, ambapo jeshi letu wala halijaingilia mambo ya kisiasa, ila hatuelewi maana ya kuingilia maana ya jeshi kuingilia mambo ya kisiasa, hatuelewi hasa ni kitu gani. Sasa leo nikaamua mwalimu nije nifundishe, kwa sababu mwalimu niko likizo. Sasa darasani siingii sana kwa sababu kuna likizo hapa. Nikasema hebu ngoja nielimishe watu wangu waweze kuelewa, wasije wakateketea kwa kuyakosa maarifa. Basi niwatakia siku njema.